maendeleo ya ushirika. Oye, oye, tujenge uchumi pamoja. Oye, oye, vyama vyetu vya ushirika. Oye, oye, tujenge uchumi pamoja. Oye, oye, tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania TCDC ni taasisi ya serikali iliyoundwa kwa lengo la kuhamasisha na kusimamia maendeleo ya ushirika. Ushirika wa wakulima wa kahawa na tumbaku mkoani Mara. Ushirika ni nyenzo muhimu ya kiuchumi ambayo hutumika kutekeleza mipango ya maendeleo endelevu ili kumkwamua mwananchi kiuchumi. Kimataifa, 12% ya watu wapo katika ushirika ili kupata maendeleo ya mtu mmoja mmoja na hatimaye maendeleo ya pamoja kupitia vyama vya ushirika. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, 12% ya watu duniani wako kwenye ushirika. Aidha, takwimu hizo zinaonyesha kuwa vyama vya ushirika vikubwa 300 duniani vina pato ghafi kiasi cha dola za Marekani trilioni 2. So si ajabu leo tukifanyiwa tathmini vyama vyetu vya ushirika hapa kuwa na trilioni 20 kwa fedha zetu za Tanzania, au pengine zaidi ya hapo. Hii inaonyesha kwamba vyama vya ushirika vina uwezo wa kuwa na mali nyingi ndani ya nchi. Umoja wa Mataifa pia unatambua ushirika kama moja ya nyenzo za kutekeleza mipango ya maendeleo endelevu, yani SDGs. Kwa hiyo hata Umoja wa Mataifa unajua kwamba ushirika ndio chombo kitakacholeta maendeleo. Mkoa wa Mara una jumla ya vyama vya ushirika 348 ambavyo vimejikita katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, ambapo miongoni mwa shughuli za ushirika wa vyama hivyo huratibiwa na kusimamiwa kupitia vyama vikuu vya ushirika, ikiwemo chama kikuu cha ushirika wa wakulima wa Mara, WAMAKU. Mkoa wa Mara kwa sasa una jumla ya vyama 348 ambavyo vimegawanyika katika makundi mbalimbali. Tuna vyama vya ushirika vya msingi vya mazao kwa maana ya AMCOS 252, lakini pia tunavyo vyama vya ushirika wa akiba na mikopo kwa maana ya SACCOS vyama 52, lakini pia tuna vyama vya madini vinavyoshughulika na uchimbaji wa madini vyama 12, lakini pia tuna vyama vya uvuvi ambavyo ni vyama 14, na tuna chama cha umwagiliaji 1, lakini pia tuna vyama vya mboga na matunda. Vyama vikuu vya ushirika tunavyo viwili katika mkoa wa Mara. Kimoja kinashughulika na zao la pamba ambacho ni chama kikuu cha ushirika cha Pamba Mara, lakini pia tunacho chama kikuu cha wakulima wa Mara, WAMAKU, ambacho makao makuu yake ni Tarime. Hiki kimekuwa kikitoa huduma mbalimbali kwa wanachama wa vyama vya ushirika, lakini pia na wakulima wa mkoa wa Mara. Kinasambaza mbegu kwa maana mbegu za mahindi kwa wakulima, kinasambaza pembejeo za ruzuku ambazo, lakini pia kinashirikiana na taasisi binafsi ambazo zinazalisha pembejeo, mfano kampuni ya Minjingu, OCP, zote hizo wanafanya nazo kuhakikisha kwamba pembejeo hizi zinawafikia wakulima kwa wakati na kuweza kuongeza uzalishaji kwa lengo la kuongeza kipato kwa wakulima wa mkoa wa Mara. WAMAKU imekuwa ikifanya jitihada za kuhakikisha uzalishaji wa kahawa unaongezeka kupitia ushirikiano wa wadau na taasisi za kifedha. Chama kikuu cha WAMAKU ni chama kilichoanzishwa kwa ajili ya wakulima wenyewe ili kuweza kuwasaidia shughuli zao, na ni chama ambacho kinashughulika na ukusanyaji wa mazao kutoka kwa wakulima, hasa zao la kahawa, na kuchakata na hatimaye kutafuta masoko ili kuuza kwa bei nzuri. Kwa hiyo chama hiki
kinashughulika na zao la kahawa na mpaka sasa hivi tumeanza tena na tumbaku. Kuanzia mwaka jana tumekuwa tukishiriki na tumbaku kule Serengeti, ambapo tulifanikiwa kupata ushuru wa milioni 83. Kwa hiyo baada ya hapo tunaendelea kupanua wigo kilimo cha tumbaku na kilimo cha kahawa katika sehemu mbalimbali. Chama hiki kinahudumia wakulima wa mkoa wa Mara mzima, lakini zaidi tumevuka, tunahudumia tena kule Geita, Buchosa, ambako tunahudumia kuna AMCOS kule ambazo tunakusanya kahawa pale na kuzichakata, na pia tunajihusisha na usambazaji wa pembejeo za kilimo ambako tunahudumia mkoa wa Mara mzima, na mpaka sasa tumeenda mbele zaidi, tunahudumia tena na Simiyu. Na kwenye mpango wetu tunataka tusambaze mbolea mpaka kanda ya Ziwa, ina maana Mwanza, Simiyu na Mara. Kwa hiyo shughuli hizo zimekuwa na mafanikio makubwa kwa sababu tumekuwa tukitoa huduma ambayo inaonekana ina manufaa kwa wakulima. Mpaka sasa tulikuwa hatuna mashine ya kukoboa kahawa, lakini sasa hivi tumepata mashine. Kwa hiyo tunatoa msaada mkubwa kuliko vile ambavyo tulikuwa tunaenda kuazima mashine sehemu nyingine kukodisha kwa ajili ya kukobolea kahawa. Sasa tunakoboa kahawa yetu wenyewe, na mashine hiyo ni ya kisasa, tunaweka na madaraja kabisa. Tunatoa elimu kwa wanachama wetu kuanzia ngazi ya bodi na ngazi ya management na ngazi ya vyama vya msingi. Tumefundishwa namna ya kuandaa mahesabu, tumejifunza namna ya kuandaa mapato na matumizi, tumejifunza namna ya kutoa mahesabu na mambo yote ya wazi, yasiwe ya kufunikwa. Mambo yote yawe ya uwazi, mwanachama ajue, asifichwe, ajue kwamba ni nini kinafanyika kwenye chama cha ushirika. Tusifiche, mambo yawe wazi. Yaani nimejifunza kiasi kwamba hata wanachama na jamii pia waelewe kwamba nini kinachofanyika, na pia tuzidi kuingiza wanachama wengi, na pia tumejifunza kwamba tuzidi kuweka pia hisa. Tuweze kuweka hisa ili watu waone hisa kwenye chama. Tulieni jamani, mnachokifanya ni kinyume cha sheria. Potelea mbali mwenyekiti Bumbwi, tupo tayari kwa lolote. Mnakosea jamani, tulieni. Hao ni wachawi tu. Kwa nini wapate wao peke yao? Na leo tunataka majibu yao, la sivyo patawaka moto. Mkojani na mkeo Viola, mmezisikia hizi shutuma? Mimi kama mwenyekiti nataka mueleze siri ya mafanikio yenu. Mwenyekiti, shutuma zao juu yetu ni upuuzi mtupu. Hakuna tuliyemkosea. Hao wote walizarau kujiunga vyama vya ushirika hapa kitongojini. Tena walitubeza na kutudharau sisi tuliojiunga vyama vya ushirika. Nashangaa leo wanatushutumu kwa maneno makali na mabango juu. Ushirika ni njia pekee ambayo inawaweka wananchi pamoja na kufanya kazi pamoja kama jamii moja iliyowekwa na waasisi wetu wa taifa kuwa pamoja na maadili yake. Kama alivyosema mume wangu, ushirika unajenga nidhamu ya utu, umoja na mshikamano na upendo. Pia ushirika unatoa mchango mkubwa sana kwenye uchumi wa nchi yetu. Kwa mfano, wakulima wanauza mazao yao kupitia vyama vya ushirika. Hapo wapo wana ushirika ambao wanajenga nguvu ya pamoja katika kujadiliana na kupanga bei ya mazao. Tena waambie mke wangu, uzuri wa SACCOS mmiliki na mteja ni huyo mwanachama mwenyewe. Hali hii inamfanya mwanachama kujipatia huduma kwa gharama nafuu na wala haitamuumiza.
Haya jamani, mie na mke wangu uchawi wetu uko wapi? Sikiliza wewe Mkojani na mkeo, msitufanye sisi wajinga. Vyama vyenu vya ushirika, SACCOS na AMCOS ndio viwezesha kumiliki trekta kubwa. Trekta gani? Mnajifanya mjui. Mnamiliki trekta. Natoka majuzi liko shambani kwenu linalima. Jamani, uongo kweli? Kweli! Nye, trekta sio letu. Trekta lile ni la ushirika kwa sababu mimi na mke wangu ni wanachama na limelima shambani kwetu juzi na jana. Na kesho anafuata mwana ushirika mwingine litaenda kulima huko kwa mzee Juto. Na likitoka kwa mzee Juto linakwenda kwa Bifatu pamoja na wana ushirika wengine. Acheni longolongo. Jiungeni na vyama vya ushirika vyenye manufaa. Ushirika! Ushirika! Kwa sasa WAMACU imepanua wigo wa huduma, kwa maana kwamba kwa sasa ukiacha kahawa tuna huduma ya mbolea kwa maana ya pembejeo. Katika eneo la pembejeo tunatoa huduma ya mbolea, ambayo mbolea hizi tunafanya kwa ushirika wa taasisi mbalimbali ikiwepo benki ya kilimo ambayo imetupa benki guarantee. Kwa kweli serikali imetuwezesha kwenye eneo hilo, tumepata hiyo fedha ambayo ni dhamana kubwa sana ya zaidi ya bilioni 2 ambayo imetuwezesha kupata mbolea kwenye taasisi mbalimbali ikiwemo OSP pamoja na Minjengo na Intracom ambayo nyingine haijafika. Lakini katika hizo mbolea za ruzuku mkulima amenufaika. Tumetumia hiyo fursa kusogezea wakulima katika vituo zaidi ya 36 kwenye AMCOS zetu ndani ya mkoa. Kwa hiyo kutokana na hiyo imempunguzia kwanza distance mkulima anapoenda kuchukua mbolea, kama ambavyo sera ya serikali inahitaji kwamba mkulima aweze kupata huduma ndani ya kilomita 10. Kwa hiyo hilo sisi kwa hapa tumelifanikiwa kwa asilimia karibu 80, na kadri tunavyozidi kwenda tumeona hata bei za bei za mbolea zimeshuka kutokana na ruzuku ambayo serikali imeongezea. Kwa mfano nikiongelea mbolea ya Minjingu mwaka jana mbolea ya kupandia ilikuwa 71,000, lakini kwa sasa ni 53,000. Ile mbolea ya kupandia ilikuwa 64,000, lakini kwa sasa ni 53,000. Kwa hiyo ni jitihada kubwa sana ya serikali kuhakikisha kwamba wakulima wanapata unafuu. Sisi kama maafisa ugani tunakuwa na jukumu kwanza la kutoa elimu juu ya mbinu bora za kilimo, lakini pia tunakuwa tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunatoa elimu juu ya matumizi sahihi ya mbolea, lakini pia tunakuwa tunamsaidia mkulima katika uandaji wa mashamba, tunamsaidia mkulima katika namna ya kukabiliana na visumbufu vya mimea na magonjwa, lakini pia tunakuwa tunamsaidia mkulima katika namna bora ya kuchagua mbegu zenye ubora. Huwa tunafanya semina katika vyama wanachama ambapo tunakwenda pale tunawaelimisha wakulima nini wanatakiwa kuzingatia. Union ni support kubwa kwetu sisi kama AMCOS kwa sababu huduma nyingi tunapata kutoka kwao. Moja, pembejeo tunapata kutoka WAMACU. Pili, miche ya kahawa tunapata kutoka WAMACU. Vile vile chama kikuu chetu cha WAMACU wametuunganisha na wakulima wa tumbaku na hata hususan Rorya. Sasa tumeanza na sisi kilimo cha tumbaku. Kwa hiyo tuna namna gani tunavyowashukuru jinsi wako karibu nasi. Chama kikuu cha ushirika cha WAMACU ni miongoni mwa vyama ambavyo vimekuwa mstari wa mbele katika matumizi ya tehama katika uendeshaji wa shughuli za chama, hasa kupitia mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika yani MOVE, pamoja na kuwajengea uwezo vyama wanachama. Tumefanikiwa kuwasajili wakulima wapatao 15,000 sisi kama chama kikuu,
na tukijumuisha katika level ya mkoa tumefikia 75%. Mfumo huu kwa hakika ni mfumo mzuri, unaturahisishia sana. Imeweza kupunguza distance ya kuweza kusafiri kutoka sehemu tulipo na kwenda Dodoma. Lakini sasa hivi kwa njia mfumo tunaweza kutuma taarifa mbalimbali, ikiwepo taarifa za mapato na matumizi katika mfumo, makisio mbalimbali, vile taarifa za watumishi ndani ya chama, mikataba ya mauziano kulingana na nature ya taasisi. Tunafanya biashara na watu tofauti. Chama kikuu cha ushirika wa Mako kimekuwa kikitumia fursa za kujitangaza na kutangaza fursa za ushirika ndani na nje ya nchi kama vile maadhimisho ya 13 ya Bonde la Mto Mara. Kwa awamu hii tumeweza kushiriki katika maadhimisho ya 13 ya Bonde la Mto Mara ambayo huwa hufanyika kila mwaka baina ya nchi mbili, Tanzania na Kenya, kwa awamu tofauti. Kwa awamu ya kwanza itafanyika Kenya, awamu ya pili Tanzania kwa kupokezana. Safari hii yamefanyika katika mji wa Narok, county ya Narok tunaita hiyo, kwenye mji mdogo wa Talek ambapo tulishiriki pale, na tulichokifanya sisi ni kwenda kutangaza bidhaa zetu, hasa kahawa. Tuliweza kuonesha kahawa zetu na ilifanyika shughuli ya kuonja kahawa moja kwa moja, watu walikunywa, na hatimaye baada ya zoezi lile tuliweza kutambulika vyema na tukaweza kupewa tuzo ya mshindi wa pili. Kama inavyoonekana pia tulipewa na certificate katika mashindano yote kwa ujumla. Kwa hiyo tulipata tuzo ya kwanza kutoka nje ya nchi ambayo ni nchi ya Kenya. Kwa maelezo na habari za ushirika, piga simu ya bure au tembelea tovuti ya tume ya www.ushirika.go.tz pamoja na mitandao ya kijamii. Ushirika, pamoja tujenge uchumi. Maendeleo ya ushirika, tujenge uchumi pamoja, vyama vyetu vya ushirika.